jina la Yesu. Uinuliwe, upewe sifa na utukufu zote ni zako Bwana, katika jina la Yesu. Tunasema Mungu ishi milele Bwana wa mabwana, Mungu ishi milele. Tunalita jina lenye mamlaka zote Bwana. Tunasema uinuliwe mfalme na upewe sifa siku ya leo, katika jina la Yesu. Tunalika uwepo wako mahali hapa siku ya leo. Tunalika nguvu zako asubuhi leo Bwana wa mabwana, ukaweze kunenda pamoja nasi, ukaweze kuzungumza nasi Bwana, katika jina la Yesu. Tutembelee siku ya leo mfalme wa falme, hatuwezi bila wewe siku ya leo mfalme, katika jina la Yesu. Hatuwezi bila nguvu zako Bwana siku ya leo, katika jina la Yesu. Ndiposa Bwana wa mabwana tunaitisha nguvu zitokae kwako, ndiposa tunaitisha kibali kitokae kwako Bwana siku ya leo, katika jina la Yesu. Ukaweza kuwa pamoja nasi Bwana Mungu ushie milele, katika jina la Yesu. Shughuli zote Bwana tunazipeana mikononi mwako, ibada zote tunazipeana mikononi mwako Bwana, katika jina la Yesu. Mungu ushie milele Bwana wa mabwana, ukaweza kututangulia, ukaweza kutuonekania mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Tunakataa yule mwovu shetani, hana nguvu wala mamlaka juu ya maisha yetu, hana nguvu wala mamlaka juu ya biashara zetu, hana nguvu wala mamlaka juu ya familia zetu, katika jina la Yesu. Ndiposa tunakiri ya kwamba Bwana wewe unaweza siku ya leo, unaweza kutenda mambo makubwa Bwana, unaweza kutenda mambo makubwa Bwana siku ya leo, katika jina la Yesu. Uinuliwe, upewe sifa Bwana na nguvu zote ni zako, katika jina la Yesu. Tunasema ni asante Bwana hata kwa siku ya leo mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Tunalinua jina lako Bwana. Hii ni tarehe 15 Bwana, mwezi wa pili Bwana wa mabwana, bado unatubeba mfalme, ndiposa tunasema ni asante mfalme, katika jina la Yesu. Huu ni mwaka wa kubarikiwa Bwana, huu ni mwaka wa kubarikiwa Jehova, huu ni mwaka wa kuinuliwa, katika jina la Yesu. Ndiposa tunalika nguvu zako, ndiposa tunalika uweza wako Bwana, katika jina la Yesu. Uinuliwe, upewe sifa Bwana na heshima zote ni zako, katika jina la Yesu. Tunasema ni asante Jehova, tunasema ni asante mfalme, katika jina la Yesu. Si maandiko yako Bwana wa mabwana inasema ya kwamba mfalme wa falme, you gonna make us switches of men my God, in the name of mighty Jesus. Ndiposa tuko mahali hapa Bwana, to make us switches of men, in the name of mighty Jesus, katika jina la Yesu. Uinuliwe, upewe sifa Bwana, katika jina la Yesu. Umetamalaki mahali hapa siku ya leo, umetamalaki ibada ya siku ya mfalme, katika jina la Yesu. Hatuna baba mwingine ila tuliwe Jehova, katika jina la Yesu. Uinuliwe, upewe sifa Bwana, heshima zote ni zako Bwana, katika jina la Yesu. Tunakumbuka Mungu shemelele Bwana wa mabwana, taifa letu la Kenya Bwana, Mungu shemelele Bwana wa mabwana. Wewe ndiye tunajua mfalme, wewe ndiye kiongozi mwema Bwana, katika jina la Yesu. Tuongoze mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama Bwana, katika jina la Yesu. Tunakumbuka kanisa zetu kumi Bwana, katika jina la Yesu. Mungu ishi milele Bwana wa mabwana, ukaweze kuwatenda mambo mazuri Bwana siku ya leo mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Mungu ishi milele Bwana wa mabwana, tunainua jina lako siku ya leo, tunainua jina lako Bwana asubuhi ya leo Bwana Mungu Bwana, katika jina la Yesu. Unaweza kutenda Bwana, hata sasa unaenda kutenda muujiza Bwana, katika jina la Yesu. Hakika damu ya Yesu mfalme, damu iliyotiririka msalabani Bwana, hata sasa inatiririka, hata damu iliyotiririka msalabani Bwana, hata sasa inatiririka, damu iliyotiririka Kalvari Bwana, hata sasa inatiririka, damu iliyotiririka msalabani, hata sasa inatiririka, katika jina la Yesu. Jina lenye mamlaka zote ndilo tunalita asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Uinuliwe, upewe sifa Bwana na uinuliwe, upewe sifa Bwana, katika jina la Yesu. Neno lako linasema ya kwamba Bwana tukuite na utatuitika Bwana. Neno lako linasema ya kwamba Bwana tuinue macho yetu mbele zako, ndiposa tunainua macho yetu Bwana mbele zako asubuhi leo Bwana, katika jina la Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, in the name of mighty Jesus. Tunasema ni asante, ni asante mfalme wa mabwana, ni asante Jehova, ni asante Jehova, ni asante Jehova kwa sababu ya nguvu ulitotupa mfalme siku ya leo. Ni asante Jehova kwa sababu tumeona siku ya leo. Ni asante Jehova kwa sababu tumeona ibada ya siku ya leo, katika jina la Yesu. Tunajua ni wengi waliotarajia kuona siku ya leo mfalme, bali wajaona siku ya leo, lakini sisi tumeiona Bwana. Hakuna kitu chochote tumekutendea,
bali tu ni uweza wako. Hakuna kitu tumekutendea Bwana, bali tu ni rehema zako. Hakuna kitu tumekutendea Bwana, bali tu ni uweza wako. Hakuna kitu tumekutendea Bwana, bali ni neema zako. Hakuna kitu tumekutendea Bwana, bali tu ni huruma zako. Katika jina la Yesu Baba, umetubeba Bwana, hata sasa utatubeba Bwana. Mahali tumefika Bwana, tunasema ni Ebeneza. Katika jina la Yesu winuliwe, upewe sifa Bwana, na heshima zote ni zako Bwana. Katika jina la Yesu hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Tunaliinua jina lako Bwana. We thank you Lord, we thank you Jesus. Tunaheshimu jina lako Bwana, tunaliabudu jina lako Bwana. Katika jina la Yesu tunaliabudu jina lako, tunasema ni asante Bwana. Katika jina la Yesu, hakika ni wewe muweza, hakika ni wewe unaweza, hakika ni wewe unaweza Bwana. Tunakumbuka hata walio hospitalini Bwana, wengine Bwana wa mabwana wanalia kwa sababu ya uchungu Bwana, wengine Bwana wa mabwana wamefika mwisho Bwana, wengine Mungu ishe milele wametupa tumaini Bwana, lakini Bwana wa mabwana wewe ndiye mwisho wao Bwana. Katika jina la Yesu winuliwe, upewe sifa Bwana, na heshima zote ni zako Bwana. Waguze Bwana wa mabwana wakaweze kupona siku ya leo. Katika jina la Yesu wanyoshe mkono wako Bwana, uwaguze pale popote wasikii vizuri mwilini mwao Bwana. Katika jina la Yesu, na ili Bwana wa mabwana waseme ya kwamba wamepona. Katika jina la Yesu ndiposa tunakushukuru Bwana. Katika jina la Yesu hakika unaenda kutenda mambo makubwa, unaenda kutenda muujiza, unaenda kutenda muujiza siku ya leo, unaenda kutenda muujiza siku ya leo. Katika jina la Yesu kuna Mungu kama Bwana, unastahili kupewa. Katika jina la Yesu inuliwe Bwana, katika jina la Yesu unastahili kuabudiwa Bwana. Katika jina la worship you Lord, worship you Lord. Tunaheshimu jina lako Bwana. Katika jina la Yesu tunaliabudu jina lako Bwana. Katika jina la Yesu sisi tupungue Bwana, kazi yako iongezeke Bwana, biashara zetu sipungue Bwana, yako iongezeke. Katika jina la Yesu hatuna Mungu kama Bwana, tunakutukuza Bwana, tunakuinua Yesu. Katika jina la Yesu sisi tupungue Bwana, wewe uongezeke siku ya leo. Biashara zetu zipungue Bwana, yako iongezeke siku ya leo. Katika jina la Yesu inuliwe, upewe sifa Bwana. Katika jina la Yesu ni asante mfalme, ni asante mweza yote. Katika jina la Yesu we worship you Jesus. Tunaliabudu jina lako Bwana, ni Yesu. We worship you Jesus. Tunaliabudu jina lako Bwana, tunasema ni asante Ebeneza Bwana. We worship you Jesus. Oh, kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Nimetawa na rehema, na rehema tele. Nimetawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa
ningekuwa wapi mimi kama sio wewe? Ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Ningekuwa wapi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Ningekuwa wapi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. kama sio upendo wako, ningekuwa wapi mimi? Ningekuwa wapi? Kama sio upendo wako, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? kama sio Yesu, Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele,
umejawa na rehema. Hatujutuke kwa wapi asubuhi Ndiposa ya leo. tumepatikana Ndiposa siku ya tunakushukuru leo. Bwana. Ndiposa Tumejawa na tunasema rehema. katika jina la Ndiposa Yesu. tuko siku Inuliwe ya upewe leo. sifa Bwana. Pokea Heshima zote ni sifa. zako Bwana. Pokea Katika jina la utukufu. Yesu. Tunaliinua Pokea jina lako heshima. Bwana. Jina Hakuna lenye aliye mamlaka kama zote. wewe. Tunasema ni Jina asante lako Jehova. litukuzwe. Kama sio wewe Bwana, Jina lako libarikiwe. siku ya leo. Jina Kama lako sio neema yako liinuliwe. Bwana, Wewe hatujutuke ni kwa wapi mwema. siku ya leo. Kama sio Hakuna upendo aliye wako kama Bwana, wewe. hatujutuke kwa wapi siku ya leo. Katika Lakini jina umejawa la na rehema Yesu. tele. Umejawa na upendo mwingi. Umejawa na huruma tele. Tumeitwa Ndiposa nani? tuko mahali hapa. Ndiposa umejawa na rehema tele. Tungekuwa wapi? Ndiposa tuko mahali hapa. Katika jina la Yesu. Tungeishi Uinuliwe wapi? upewe sifa na utukufu zote ni zako Bwana. Umejawa Katika na jina la rehema. Yesu. Kama sio wewe Bwana, hatukiona Umejawa siku na ya leo. rehema. Kama sio upendo wako Bwana, hatukiona na Umekuwa mwingine. mwema. Katika jina la Yesu. Lakini kwa We sababu worship umejawa your na rehema name. tele, We ndiposa tuko honor mahali your hapa. name. Ndiposa We umejawa na give rehema you tele. glory. Tuko mahali hapa We siku ya give leo. you honor. Katika jina la Yesu. Umekuwa Uinuliwe upewe mwema. sifa na heshima zote ni Jina zako. lako litukuzwe. Katika jina la Yesu. Kama sio upendo wako Bwana, hatujui tungekuwa wapi. Kama sio rehema zako Bwana, hatujui tungekuwa wapi siku ya leo. Lakini kwa sababu unatupenda, umejawa na rehema tele, ndiposa tuko mahali hapa. Ndipo tuko mahali hapa siku ya leo. Katika jina la Yesu. Uinuliwe upewe sifa na heshima zote ni zako Bwana. Hakika Baba wa mabwana, neno lako linasema kwamba mwenye haki akilikimbilia neno lako anakuwa salama Bwana. Ndiposa tunakimbilia kwako siku ya leo Bwana wa mabwana. Ndiposa tunakimbilia kwako asubuhi ya leo, tukisema kama sio wewe hatujui tungekuwa wapi. Tukisema kama sio upendo wako hatujui tungekuwa wapi. Katika jina la Yesu. Lakini kwa sababu umejawa na upendo, umejawa na rehema Bwana, ndiposa tuko mahali hapa siku ya leo. Tunakuinua Bwana wa mabwana katika jina la Yesu. Tunapokuinua Bwana siku ya leo, tunapokuabudu siku ya leo Bwana wa mabwana, ndiposa tunasema ni asante. Kama sio rehema zako Bwana, hatujui tungekuwa wapi siku ya leo, katika jina la Yesu. Lakini kwa sababu ni Mungu unayetupenda, unatupenda Jehova, ndiposa tuko mahali hapa, ndiposa tuko mahali hapa siku ya leo, katika jina la Yesu. We love you Jesus. Tunaliachimu jina lako Bwana, tunasema ni asante katika jina la Yesu. Uinuliwe upewe sifa Bwana na heshima zote ni zako Bwana, katika jina la Yesu. We worship you Jesus. Tunaliheshimu jina lako Bwana, tunasema ni asante Jehova Bwana, katika jina la Yesu. Tuagilia kugosha Bwana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunawaship. We worship you Lord. Asante. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We magnify your holy name. In the name of Jesus. Tunaliheshimu jina lako Bwana. Oh my God, my Father. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo
umetushangaza asubuhi ya leo na maneno yako. Ni siku ya ibada, ni siku ya kumwabudu Yesu, ni siku ya kumwambia matendo yako juu ya maisha yangu ni ya kushangaza mno. Katika jina la Yesu unastahili. Wewe ni mkuu, hauwezi linganishwa, hauwezi toshanishwa, hauwezi fananishwa. Wewe ni mkuu, wewe ni mkuu, wewe ni mkuu. Tukulinganishe na nani? Tukufananishe na nani? Hauwezi linganishwa, hauwezi fananishwa. Wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Hauwezi. Wewe ni mwema, wewe ni mzuri, wewe umetukuka. We worship you. Yeah. Wewe
kama wewe? Nani alinganishwe na wewe? Nani afananishwe na wewe? Si ulimwambia Musa, wewe ndiye uliye. Asubuhi ya leo twakili kwa ujasiri, wewe ndiwe na hapana mwingine. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kutukuzwa, ni wewe wa kupewa sifa. Ni wewe tunaabudu, hatuna mwingine. Asubuhi ya leo ambaye tumekimbilia ila wewe, ila wewe, Muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Ni wewe, ni wewe, ni wewe tunaabudu, ni wewe tunainulia macho yetu, ni wewe msaada wetu, ni wewe na hapana mwingine. We worship you, we honor you, we give you glory. Wewe unatosha Bwana siku ya leo.
uponyaji utakuandama. Kwa dakika kidogo, inua mikono yako juu na uliitia jina la Yesu. Ndilo jina tu likiitiwa, likitajwa, mapepo yanatoweka, magonjwa yanatoweka, huzuni inatoweka. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Ni jina jema, ni jina nzuri, ni jina heri, ni jina letu. Jina la Yesu, jina la Yesu likikimbiliwa na wateule wanakuwa salama. We worship you for the name of Jesus. Oh, we worship you for the name of Jesus. Yeah. Yeah. Itia jina la Yesu, ni jina nzuri. Jina lako Bwana siku ya leo linatenda kutugeuza Bwana. Jina lako Bwana lina mamlaka, linaweza kututembelea. Jina lako Bwana linaweza kutenda siku ya leo, hata sasa linatenda Bwana, katika jina la Yesu. Jina lako Bwana. Juana na Yesu.
kibinafsi, tujuane na Yesu. Inua mkono wako juu na utangaze sasa, nataka kujuana na wewe, na ni wewe tu, kwa hali ya kibinafsi, katika jina la Yesu. Anataka uhusiano wako na yeye ili muendane pamoja. O Yesu, tunakuabudu. Nipatikane Kristo Yesu, kapofunulia kanisa Bwana, mfalme watu nipatikane katika jina la Yesu. You need a personal relationship with Jesus. This is what our Jesus is looking for, a personal relationship. Yeah. Nisaidie Baba wetu. We worship you, Lord. Niwezeshe Baba. Nimishe Baba wetu. Nitie nguvu Yesu. Ninemeshe. Tunahitaji uhusiano wako nasi Bwana. Katika uhusiano ulio bora na mwema mbele zako Bwana, katika jina la Yesu. Naomba unisaidie niwe na kimo kama chako katika jina la Yesu. Ongoza maisha yangu, tawala moyo wangu Bwana, para maisha yangu Bwana. Iga riatenema negwe idarewe tomamai adakame umaba ruideshiaku ilini weyawo
maji hayo na damu yaliyotoka unisafisha dhambi, unifanya mshindi. Mwamba, Yesu ni mwamba imara, kwake hatutingiziki. Wengine kote kwa yuba yuba, na neema nyingi, ndiposa tumepatikana siku ya leo. Baba, jina lako litukuzwe. Hakuna juhudi, hakuna kazi ambayo ingelinganishwa na kazi iliyofanyika msalabani. Yesu, jina lako litukuzwe. Tunakupenda sana asubuhi ya siku ya leo. Katika siku hii ya ibada, ukae nasi, utulishe kwako, utunyweshe kwako, tufarijike kwako, katika jina la Yesu. Asante, waume wameingia. Asante, wake wameingia. Asante, vijana wameingia. Asante, watoto wameingia. Sote tunakuhitaji. Kaa nasi, hudumia mioyo yetu, tushibishe mezani pako, katika jina la Yesu. Wote watakaoingia na malango haya siku ya leo wakiwa wagonjwa, tunatangaza magonjwa yatoweke, katika jina la Yesu. Watakaoingia wakiwa wameinama kwa sababu ya mambo, Baba, tunaomba ukutane na wao, katika jina la Yesu. Watakaoingia wakiwa wamevunjika, Baba, uwaunganishe kwa rehema na neema, katika jina la Yesu. Twatangaza neno lako ya kwamba uweponi mwako kuna utele wa furaha, na katika nyumba hii siku ya leo, furaha ya wokovu iwe sehemu yetu, katika jina la Yesu. Kama kuna upendo tutakaosherehekea leo, tunataka kusherehekea upendo wako Baba uliotupenda nao. Amen. Ya kwamba leo tuwaitika wana, yes, na warithi wa ufalme. Amen. Jina lako libarikiwe. Madhabahu yote ya Daiga LCA, nena, jitukuze, yes, jionyeshane, ponya, rejesha, okoa, simamisha tena, katika jina la Yesu. Tuna haja nawe. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana, nina haja nawe. Mwambie nina haja nawe. Nimekuja kwa sababu nina haja nawe siku hii ya leo. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Kila moja aseme amen. Kila moja aseme amen. Angalia aliye karibu nawe, mkaribishe katika ibada ya siku ya leo. Mwambie umefanya vizuri kuwa hapa. Mwambie umebarikiwa, katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Tunamsifu Bwana, pigia Yesu makofi. Rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea.
twatembea na wewe. Ah, Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe, o pamoja nawe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea nawe.
Father, we thank you. Baba nitwagucokeria ngatho, We give you praise. twakuhe ugoci, We give you glory. twakuhe We riri, give you honor. twakuhe gitio. How we pray Uria twahoya that you may touch us ni again. ati nituhutie ringi, One more time. ihinda ringi rimwe Touch us, oh God. tuhutie ringi. Somebody lift your holy hands Mundu before ambarage God. moko maku matheru mbere ya Ngai. Tunapomwambia Bwana asubuhi ya Ira leo, Mwathani rucini rwa Bwana umuthi, niguze mara ati tena. Mwathani hutia ringi. Nahitaji uguzo wako. Ndirabatara kuhutio niwe, Natamani uguzo wako. ndireriria kuhutio niwe. Wewe ni mwema, We uri mwega, mwamba uliye imara, we ihiga irumu, tumaini na tegemeo, ni turagwita kirigiriro, msaada wa moyo wangu. ona uteithio wa ngoro yakwa. Asubuhi ya leo, Rucini rwa umuthi, nyoosha mkono wako tamburukia guoko gwaku, ili Bwana ukaniguze, niguo Mwathani uhutie, nifanye kama jinsi undue ta uria wewe upendavyo, we ungienda, katika jina la thĩinĩ wa Yesu. rĩĩtwa rĩa Jesu. Kiri mbele zake Niguo umbũra mbere yake ya kwamba hauwezi ati ndũngĩhota bila yeye, ũtarĩ nake, katika jina la thĩinĩ wa Yesu. rĩĩtwa rĩa Jesu. Msaada wetu, Ũteithio witũ, Baba wetu wa Baba milele, witũ wa tene na tene, watoka kwako umaga kũrĩ we, katika jina la thĩinĩ wa Yesu. rĩĩtwa rĩa Jesu. Asante kwa sababu ya nĩ afya, thengio nĩ tondũ wa ũgima mwega wa asante mwĩrĩ, kwa sababu ya nĩ kutupenda, thengio nĩ tondũ wa gũtwenda, asante kwa sababu nĩ natuwaza thengio nĩ tondũ nĩ ũratwĩciria mawazo yaliyo mema meciria mega, hata asubuhi ya leo, ona rũcinĩ rwa katika ũmũthĩ, jina la thĩinĩ wa Yesu. rĩĩtwa rĩa Jesu. We thank you for the gift of life. twagũcokeria ngatho nĩ kĩheo kĩa We muoyo, thank you for the gift of salvation. twagũcokeria ngatho nĩ kĩheo kĩa We ũhonokio, thank you for you are much concerned tũragũcokeria ngatho Mwathani, about our nĩ welfare, tondũ nĩ ũratũcugurĩkĩra, about our nĩ families, ũreciria family tu wega, about us, oh dear igũrũ Lord, rĩa ithuĩ ithuĩ in the Mwathani, name of thĩinĩ wa Jesus. rĩĩtwa rĩa Jesu. Father, we lift your name on Baba nĩ high twambararia rĩĩtwa rĩaku na as we igũrũ, confess before you tũgĩtangatha mbere that yaku you alone is worthy atĩ we wiki nĩ of wagĩrĩire all our praises ũgoci wothe and witũ, our worship thĩinĩ wa in gũgũthathaiya the gwitũ, name of thĩinĩ wa Jesus. rĩĩtwa rĩa Jesu. Be magnified, O Ambarara God. Mwathani Ngai, Be glorified this morning ona ũnenehio mũno in the rũcinĩ rwa name of ũmũthĩ, Jesus. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Somebody open your mouth Mũndũ tungũra kanua and gaku, tell God thank you. na wĩre Ngai nĩ thank He you. is a merciful Nĩ God. Ngai wa tha nyingĩ, He is a God who cares. nĩ Ngai ũtũrũmbũyagia, Shirabahandarababuzaya. unatupenda Baba wetu. Father, we Pokea thank sifa you na utukufu. even for our gathering Hakuna kama wewe today. asubuhi ya Mighty leo. God, we pray. Unatuwaza mambo May you mema. come and reign. Unatuwaza May you mambo come yaliyo and mazuri. reign. Asante Come kwa and maana reign, hakuna Holy kama Ghost, wewe. in the Nahitaji mighty uguzo name wako of Jesus. Bwana. We Ili bless you, mfalme dear neno lako Lord, Bwana. and we Nipate honor you, zamu ndani Jehovah yako Father, Mfalme. in the Katika name jina of la Yesu. Jesus. Na Bless kutukuza us, O Baba God, wetu. even Na for the kuinua wewe ni reading mwema. and the hearing Maana wewe of ni your mfalme. word in Niguze Jesus' Baba wetu. mighty name. Nena nami. Oh God, we In Jesus' pray. name, amen. And somebody say amen. Mũndũ auge amen. I want to greet you this morning in the name of Jesus. Praise God. Ndĩrenda kũmũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Mwathani arogocwo, Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I'm well in the Lord. Ndĩ mwega thĩinĩ wa The Kristo. Lord has taken care of my soul. Ngai nĩamenyereire ngoro yakwa, And I'm delighted this morning na nĩ ngenete rũcinĩ rwa to know ũmũthĩ that my names kũmenya atĩ rĩĩtwa rĩakwa are written in the book of life. nĩrĩandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. If there is something that makes me happy, Angĩkorwo nĩ kũrĩ ũndũ ũkenagia ngoro yakwa, it is only when I remember how Jesus saved me. no ũrĩa ndirikanaga atĩ ũrĩa Mwathani ahonokirie. And the most excellent joy that I have in life, Na gĩkeno kĩa magegania kĩrĩa ndĩ nakĩo mũtũũrĩre-inĩ it wakwa is the joy of knowing nĩ gĩkeno gĩa kũmenya atĩ that Christ reigns in my life. atĩ Kristo nĩ wathamakaga mũtũũrĩre-inĩ wakwa. Bwana Mwathani asifiwe. arogocwo. Sina furaha nyingine kubwa Ndirĩ na gĩkeno kĩngĩ kĩnene kama hiyo ya kujua ta kĩu gĩa kũmenya atĩ ya kwamba hata nikitoka hapa duniani, atĩ ona rĩrĩa ngauma gũkũ thĩ there is a place the Lord has prepared for me, nĩ kũrĩ na kũndũ Mwathani aharĩrie nĩ ũndũ and wakwa, that is where I am headed to. na kũu nĩkuo njerekeire. Praise God. Mwathani arogocwo. I want to get into the word of God Ndĩrenda kũingĩra thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai so that we may be able to redeem the few minutes that we have before us, nĩguo tũhote kũhonokia mahinda mau manini matigarĩte mbere that we itũ, may be able to share the word of our God. na nĩguo tũhote kũgayana kiugo kĩa Ngai. We are still walking through the
book of Acts. tũrĩ o thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo, And by the grace of God, now we are in Acts chapter number 16. na nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai tũrĩ thĩinĩ wa mũrango wa 16. And as we said, that this book is the book that helps us to understand Na harĩa tũgire atĩ ibuku rĩrĩ nĩ rĩtũteithagia gũtaũkwo the atĩ beginnings of the church. kĩambĩrĩria gĩa kanitha. And I told you that it is the history of how Christianity was founded Na ndamwĩrire atĩ nĩ rũgano rwa ũrĩa Kristiano wambĩrĩirie, and how they organized and solved their problems. na ũrĩa Kristiano mabangaga maũndũ mao. Hallelujah. Hallelujah. And I said that the community of believers Na ngiuga kĩũngano kĩa etĩkia began by faith. mambĩrĩirie na ũndũ wa wĩtĩkio. Without faith, Ũtarĩ wĩtĩkio it is impossible to please our God. gũtingĩhota gũkenia Ngai witũ. And therefore the church began by faith, Na ũguo kanitha wambĩrĩirie na ũndũ wa and wĩtĩkio, faith in the risen Christ, na wĩtĩkio thĩinĩ wa Kristo wariũkire, and also in the power of the Holy Spirit, na thĩinĩ wa hinya wa Roho Mũtheru who enabled them to become witnesses. ũrĩa wamateithagia gũtuĩka aira. Without the enablement of the Holy Spirit, Gũtarĩ na kũhotithio kwa Roho Mũtheru, being a witness of Christ is a nightmare. gũtuĩka mũira wa Kristo nĩ rũgano. Therefore the Holy Spirit, even to date, Na ũguo Roho Mũtheru nginya He ũmũthĩ gives us the power to become witnesses. nĩatũheaga hinya wa gũtuĩka He aira. gives us the power, the confidence also to preach the good news. Atũheaga ũcamba wa kũhunjia So ũhoro the mwega. church began in the power of the Holy Spirit, Ũguo kanitha wambĩrĩirie na ũndũ wa hinya wa Roho and Mũtheru, by having the Holy Spirit in them, na nĩ tondũ wa gũkorwo na Roho Mũtheru thĩinĩ wao, He gave them that power to be witnesses. nĩamaheire hinya ũcio wa gũtuĩka Number aira. two, the Holy Spirit enabled them to love, Wa kerĩ, Roho Mũtheru nĩamateithagia kwendana, loving God and loving one another. kwenda Ngai na kwenda ũmwe na They ũrĩa ũngĩ. grew in love together. Nĩmakũrire na ũndũ wa wendo hamwe. Persecutions were many, Gũthĩnio kana mathĩnĩka marĩ maingĩ, but love binded them together. no wendo nĩwamanyitithanagia hamwe. There were so many obstructions Nĩ kwarĩ na ihĩngĩca nyingĩ in regard to their faith and their salvation. guoka nĩ tondũ wa wĩtĩkio na ũhonokio wao, But the love that they had no wendo ũrĩa marĩ naguo binded them together. wamanyitithanagia hamwe. The Holy Spirit also enabled the believers Roho Mũtheru nĩwateithagia etĩkia to serve. gũtungata. Without the enablement of the Holy Spirit, Gũtarĩ na kũhotithio kwa Roho Mũtheru, it is not able to serve. matingĩahotire gũtungata. Serving the purposes of God Gũtungata wendi wa Ngai that He had for the church. nĩ tondũ wa wendi ũrĩa warĩ naguo thĩinĩ wa Praise the kanitha. name of the Lord. Mwathani arogocwo. And the church grew Na kanitha ũgĩkũra in three dimensions. na njĩra ithatũ. Number one, they grew spiritually. Wa mbere magĩkũra kĩroho, They increased in the knowledge of God. makĩongerereka thĩinĩ wa ũũgĩ wa In other Ngai, words, they were growing spiritually. na ciugo ingĩ nĩ kuga makũraga Number kĩroho. two, they grew numerically. Wa kerĩ nĩ mongererekaga The ũingĩ. more the persecutions, O rĩrĩa kwambarara the guokaga, more many people came to Christ. noguo andũ aingĩ mokaga kwĩ And Kristo, therefore they increased in numbers na ũguo nĩ magĩire na by the kĩrĩkĩrĩro help of the Holy Spirit. na ũndũ wa ũteithio wa Roho Number Mũtheru. three, they grew in the knowledge of the Word of God. Wa gatatũ magĩkũra thĩinĩ wa ũũgĩ wa kiugo kĩa Because they Ngai, were taking a good time nĩ tondũ nĩ moyaga ihinda rĩega in sharing and preaching the Word of God. thĩinĩ wa kũgayana na kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Open your Bibles in Acts chapter number 16 Hingũra Bibilia yaku thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo so ikũmi na that you may ithathatũ. be able to learn some few things Na nĩguo tũhote gũthoma maũndũ manini by the grace of God. na ũndũ wa ũtugi wa Ngai. Acts chapter number 16, Ibuku rĩa atũmwo ikũmi na ithathatũ, and we are starting off today from verse number 16. tũrarutia mũraini wa ikũmi na ithathatũ. Hallelujah. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 16 Ibuku rĩa atũmwo ikũmi na ithathatũ, na tunaanzia mstari wake wa na 16. nĩ mũraini wa ikũmi na ithathatũ. Tulikubaliana hivi kama kanisa Twetĩkanĩirie ũta kanitha ya kwamba mwanadamu ni sawia na ufahamu walio nao, atĩ mũndũ nĩ hamwe na ũũgĩ ũrĩa arĩ naguo, na kile ambacho tunafanya katika ibada yetu ya na kwanza, kĩrĩa twĩkaga thĩinĩ wa ibada itũ ya it is rũciinĩ instilling the knowledge of the Word of God nĩ gwĩkĩra ũũgĩ wa kiugo kĩa Ngai in our hearts, thĩinĩ wa ngoro ciitũ, that we may continue to become more richer, nĩguo tũthiĩ na mbere na gũtonga more especially in the issues of the scriptures. makĩria thĩinĩ wa maandĩko. So we are starting from verse number 16. Ũguo tũrarutia mũraini wa ikũmi na ithathatũ. The Bible says, Bibilia ĩroiga ũũ: one day as we were going down to the place of prayer, we met a slave girl who had a spirit
that enabled her to tell the future. She earned a lot of money for her masters by telling fortunes. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi kimoja aliyekuwa na pepo na uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. This girl followed Paul and us and cried out, saying, These men are the servants of the Most High God, who make known to us the way of salvation. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. And this she did for many days. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very moment. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. And when the masters, And when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them to the marketplace to the authorities. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. And brought them to the magistrates and said, These men are Jews and are greatly troubling our city. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi, teaching customs which are not lawful for us Romans to receive or to observe. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizo halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. And the crowd altogether rose up against them, and the magistrates tore off their clothes and gave a command to beat them. Makutano wote wakaondoka wakawaendea. Makadhi wakavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. And when they had given them many lashes, they threw them into prison and commanded the jailer to keep them safely. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakawaamuru walinzi na wagereza awalinde sana. Having received such a command, he put them into the inner prison and fastened their feet and in the stocks. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkutale. May the Lord bless the reading and the hearing of his word. Allow me to explain the few verses that we have read this morning. The Bible talks here about when Paul and Silas were put into prison. Not because of an offense that they had made, but because of whom was in them and what they did in the help of him that indwelt in them. The Bible talks about a time or an hour that they were going for prayer, and this was their custom. Everywhere Paul and the other disciples and the apostles found themselves in, one thing they seeked and they sought so much was to know where the place of prayer was. I remember telling you, to us who believe in Christ, that prayer is a necessity for our survival. It is very much impossible and difficult for a believer to live a life outside prayers.
nĩ kũritũ na nĩ ũndũ mũritũ mũno kũrĩ mwĩtĩkia gũtũũra nja ya mahoya. And we are supposed to pray at all times with all sorts and kinds of prayers. Na ũbatiĩ kũhoya mahinda mothe na njĩra ciothe cia kũhoya. Na hii inadhihirika hapa kwa sababu Paulo walipofika katika mji ule, Na ũndũ ũyũ ũronania haha nĩ tondũ Paulo rĩrĩa makinyire and I itũũra told rĩu. you that this was in their second missionary journey. Ndamwĩrire rũrũ nĩ rũgendo rwao rwa kerĩ rwa missionary. Walikaa siku kidogo sana Maikarire thikũ nini mũno. na wakatafuta kuelewa mahali ambapo hawa watu walikuwa wanaendenda katika maombi yao. Maikarire thikũ nini na magĩetha handũ harĩa andũ aya mathiaga gũthaitha Ngai wao. Na unakumbuka nikikwambia ya kwamba walipofika mahali pa kuombea, hapo ndipo walimpata Lydia, mama ambaye alikuwa wakutajika. Na no ndirikane ngĩmwĩra handũ harĩa monire ha kũhoya niho makorire mũndũ wetagwo mũtumia wetagwo Lydia warĩ mũtongu mũno. Na walipojua mahala pa kuombea, Na rĩrĩa mwamenyire handũ hao ha kũhoya, ikawa ni mazoea yao sasa kuwa wakienda katika mahala pa maombi. gũkorwo nĩ mũtugo wao wa gũthia handũ hau hao haihoerwo. Waliomba asubuhi, waliomba mchana, waliomba jioni. Mahoyaga rũcinĩ, mathaa ma mĩaraho na hwaĩ-inĩ. Na kwa hivyo watu wa maeneo yale waliwaelewa vizuri. Na ũguo andũ a matũũra macio nĩ mamamenyete wega. Waliwaona wakienda katika maombi. Nĩ mamonaga magĩthiĩ mahoya. Jina la Bwana Rĩĩtwa litukuzwe. rĩa Ngai rĩrogocwo. Mwangalie neighbor, mwambie ni vyema kuwa na tabia ya kwenda maombi. Rora mũriganio waku mwĩre nĩ wega kũgĩa na mũtugo wa gũthiĩ mahoya. Amina. Amen. Kwa sababu usipoomba, Nĩ tondũ ũtangĩhoya, a prayerless believer mwĩtĩkia ũtahoyaga is a powerless believer. nĩ mwĩtĩkia ũtarĩ na hinya. If you want to gain spiritual power Angĩkorwo nĩ ũkwenda kũgĩa na hinya wa kĩroho and live a life with a lot of strength and power, na gũtũũra mũtũũrĩre wĩiyũrĩtwo nĩ hinya mũingĩ, that you shall be able to withstand the weirdness and the challenges that the devil brings upon us. na nĩguo ũhote gwĩtiria moritũ mothe marĩa mũcukani arehaga. One of the things that will help you, it is your life of prayers Mũndũ ũmwe ũrĩa ũgũgũteithia we nĩ mũtũũrĩre waku wa and mahoya praying at all times. na kũhoyaga mahinda mothe. So unfortunate to us, Nĩ kwa bahati mbaya kũrĩ ithuĩ, kwa sababu tumesema mara nyingi nĩ sana tondũ nĩ tugĩte maita maingĩ ya mũno kwamba kanisa linakaa limefunguliwa atĩ kanitha ũikoragwo wĩ ili mũhingũre dakika chache utakazozipata nĩguo ndagĩka iria nini ũkuona uzifanye kuwa ni dakika za maombi. ũcitue nĩ ndagĩka cia mahoya. Unfortunately, nimepewa taarifa hivi Kwa bahati mbaya nĩ hetwo ũhoro ya ũyũ kwamba atĩ mchungaji, kanisa linakaa kufunguliwa bure mũtungatĩri kanitha ũhingũragwo kwa bure. sababu hakuna watu wanakujanga maombi. Nĩ tondũ gũtirĩ na andũ mokaga mahoya. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu atukuzwe. Tunang'ang'ana tuwapatie nafasi ya maombi, Tũrerutanĩria mũno tũmũhe kahinda ka mahoya, lakini unfortunately hakuna watu wanaopatikana no kwa bahati mbaya gũtirĩ na arĩa maroneka katika maombi. thĩinĩ wa mahoya. Paulo pamoja na Silas Paulo hamwe na Sila walikuwa na hiyo tabia ya maombi. nĩ marĩ na mũtugo ũcio wa mahoya. Maombi siyo masaa utakayoomba, Mahoya ti mahinda marĩa ũkũhũthĩra, lakini ni vyema uombe. no nĩ wega ũhoye. Unatoka nyumbani ukiwa na makusudi Ũkauma na mũciĩ wĩna ya merirĩria, kwamba ninaenda kanisani wĩna muoroto atĩ wathiĩ ili kanitha-inĩ nikafanye maombezi, nĩguo thiĩ ngahoye nikaliitie jina la Bwana. njĩte rĩĩtwa rĩa Ngai. Na niwaambie hakuna mtu yeyote Ndĩmwĩre gũtirĩ mũndũ o wothe ambaye anaweza kosa muda ũrĩa ũngĩaga ihinda wa kwenda katika maombi. rĩa gũthiĩ mahoya-inĩ. Jina la Bwana Rĩĩtwa litukuzwe. rĩa Ngai rĩrogocwo. So Paulo akawa na mtindo huo Ũguo Paulo agĩkorwo na mũtugo ũcio wa kwenda katika maombi, wa gũthiĩ mahoya-inĩ. na Bible inasema hivi Na Bibilia ĩroiga that they were met by a certain slave girl, atĩ magĩkorwo nĩ mũirĩtu ũmwe wa and wĩra, this slave girl was possessed by a spirit, na mũirĩtu ũyũ nĩ arĩ na mapepo thĩinĩ and wake. this spirit was a spirit of fortune telling, Na roho ũyũ warĩ wa kũratha, and beyond that na makĩria ma ũguo she brought her masters nĩ arehagĩra much athari ake profit ũtonga mũnene by predicting things. na ũndũ wa gũtangatha kana kwaria maũndũ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Mambo mengi yamewekwa hapa katika huo mstari. Maũndũ maingĩ nĩ merĩtio hau mũraini. Ya kwanza ni vile ambavyo huyu msichana alikuwa, wa mbere nĩ ũrĩa mũirĩtu ũyũ atariĩ, and the scriptures describes this certain slave girl. na maandĩko nĩ maratarĩria mũirĩtu ũyũ ngombo. She was a slave Arĩ ngombo and she was possessed. na nĩ arĩ na She maroho, was a slave to some demons. arĩ
ngombo ya maroho Her life was dictated by these demons. muturire watongoragio ni maroho maya She was living under the guidance of these demons. aturaga iguru rigi utongoria wa The maroho maya demon took over her life daimono iria ciatongoragia muturire and wake subjected her to this issue of being a slave. na ikamuturia uhoro-ini wa gukorwo ari ngombo And this slave girl, na ngombo ino her fortune telling ability came from the evil spirits. uhoti wake wa kuratha maundu magoka umanite na kuri roho mu Kila kitu kalichosema kasichana haka kiria giothe kaire tugaka kauga kilikuwa kinatokana na hii maroho. keumanaga kwe maroho The maya evil spirits were communicating to her maroho moru ni maragia nake and using her as a vessel. na makamuhuthira ta kindu They gave her a certain knowledge ni mamuhete ugi muna of how things were happening. otoria maundu She mekikaga was living under their influence. aturaga atongoretio ni maroho And macio. remember, the devil knows na uririkane mucukani ni even what you don't know, ona kiria we utoĩ because he was there in the beginning. nĩ tondũ arĩ kuo kuma kĩambĩrĩria Praise the name of the Lord. Mũthenya arogocwo Shetani sio wajuzi, shaitani ndararĩ wa ira alikuweko mwanzo, arĩ kuo kuma na kĩambĩrĩria. shetani ni roho, na shaitani nĩ roho na roho ina uwezo wa kujua na roho ĩna ũhoti wa yule kũmenya mtu ni nani, mũndũ ũrĩa nũ anaishi namna gani, atũraga atĩa anaamini nini. etĩkĩtie kĩ Na hiyo roho na roho ũcio ina uwezo wa kushambulia nĩ ũrĩ ũhoti wa wakati gũtharĩkĩra ambapo umekaa bila kujielewa. mahinda marĩa wĩikarĩte ũtakwĩmenya Jina la Bwana litukuzwe. Rĩtwa rĩa Ngai So rĩrogocwo. this young girl, ũguo mũirĩtu wĩ mũnini she was a slave arĩ ngombo ya mapepo haya. ya maroho maya And fortune telling in those days, na ũhoro wa gũtangatha kana kũratha maũndũ mahinda it macio was a common practice warĩ ũndũ wekĩkaga maita maingĩ in the Greek and the Roman cultures. thĩinĩ wa Roma na kũrĩa Greek Remember when God called Moses, ririkana rĩrĩa Ngai etire Musa na Musa akaambiwa na Mungu na Musa akĩrwo nĩ Ngai ya kwamba aende akawakomboe watu wa Mungu. athiĩ agakũũre andũ a Ngai Musa akamuuliza Mungu, Musa akĩũria Ngai ni ishara gani nitakayoifanya nĩ kĩonereria kĩrĩkũ nitakapofika kwa Firauni? ndakinya kũrĩa kwĩ Firaũni Mwenyezi Mungu akamwambia hivi, Ngai wa matu-inĩ akĩmwĩra kijiti utakachokuwa nacho mũtĩ ũrĩa ũgũkorwo naguo utakiangusha chini, ũkũgũithia na thĩ hicho kijiti na kĩboko kĩu kitabadilika kuwa nyoka. gĩgũcenjia gĩtuĩke nyoka Jina la Bwana litukuzwe. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Musa alipoenda kwa Firauni Musa rĩrĩa athire kwĩ Firaũni akaangusha kijiti, akĩrekia kamũtĩ kau kijiti kikawa nyoka. kamũtĩ kau gagĩtuĩka Firauni hakukubalia kushindwa, Firaũni ndetĩkĩrire gũtoorio akawaita hawa watu agĩta andũ aya walio na mpagawa na mapepo arĩa maiyũrĩrĩirwo nĩ na madaimono, waliokuwa chini ya influence na arĩa marĩ rungu rwa ya maroho mawatho machafu. ma maroho moru Akawaambia kile ambacho Musa amefanya. kĩmero rĩa Musa ekĩte Jina la Bwana rĩtwa litukuzwe. rĩa Ngai rĩrogocwo. Na Bible inasema na hivi Biblia ĩroiga ũũ, ya kwamba walipofahamishwa atĩ rĩrĩa mamenyithirio hata na wao onao wakatengeneza tunyoka twao. magĩthondeka nyoka Hii ciao maneno ya uuguzi maũndũ maya na moragwo maneno ya kiuchawi na maũndũ moro hayakuanzia wakati wa Yesu, matiambĩrĩirie mahinda ma hata Jesũ mwanzo yalikuwemo. ona kĩambĩrĩria marĩ o Jina la Bwana Rĩtwa litukuzwe. rĩa Ngai rĩrogocwo. Na wale waliokuwa na maroho haya na arĩa marĩ na maroho maya walikuwa watu wa dhamana sana marĩ andũ a goro mũno kwa watu wa Kigiriki na Warumi. kũrĩ andũ a Roma na Greek Praise God. Mwathani arogocwo. Even today, Ona nginya ũmũthĩ if there are people who are feared angĩkorwo nĩ kũrĩ andũ metigĩrĩtwo mũno as those who are called fortune tellers, nĩ andũ arĩa nĩ arogi araguri. na aragũri. In Kimeru we call them iroria. Kĩmĩrũ mametaga iroria. Amen. Amen. Wale wanaendaga na kuambia Arĩa mathiaga magakwĩra ni neighbor amekuroga nĩ neighbor ũkũrogete na ameweka mafupa kwa shamba na ekĩrĩte na anaacha mahĩndĩ amekufungia hapo mũgũnda. kwa nyumba, na atiga kũingĩra hau nyũmba anakuambia akatoe mifupa kwa shamba, akwĩra areke athiĩ akaruta mahĩndĩ mũgũnda na anakuambia ukichungulia na akwĩra wona wacũthĩrĩria hiyo nguvu itakwisha. hinya ũcio nĩ ũgũthira. Those are manipulating spirits, Macio nĩ maroho matindĩkagĩrĩria andũ na zimesubject watu wengi sana na nĩ mahutĩtie andũ aingĩ under mũno those tortures, thĩinĩ wa na kũhinyĩrĩrio. wanaassume ya na kwamba mareciria ni atĩ Mungu amewaambia, nĩ Ngai ũmerĩte wanafanya kwa sababu ya Mungu, mekaga nĩ tondũ wa Ngai wanaelekezwa na Mungu, maratongorio nĩ Ngai lakini ni maneno ya uongo. no nĩ maũndũ ma There is a manipulating demon nĩ kũrĩ na ndaimono that operates in them, ũrĩa ũraruta wĩra thĩinĩ wao and they subject many
people na akahinyĩrĩria andũ aingĩ under the guidance of those spirits. rungu rwa ũtongoria wa maroho So macio. it was a common practice. Ũguo nĩ ũndũ wekĩkaga, Na Bible imetuambia hivi, na Biblia yatwĩra ilileta mali nyingi ũndũ sana ũcio nĩ warehaga ũtonga mũingĩ kwa mũno wale ambao walikuwa ni viongozi. kũrĩ arĩa mamatongoragia. It was bringing a lot of income. Warehaga faida nyingĩ Na hawangeishi bila hawa. na matingĩatũrire matarĩ na Jina la andũ aya. Bwana litukuzwe. Nĩtweregeire ũguo. Walikawishwa na hawa. Walilindwa na hawa. Mamenyagĩrĩrwo nĩ andũ aya. Kwa sababu ya hili Nĩ jambo tondũ wa ũndũ ũcio walipata faida kubwa. nĩ magĩaga na faida nyingĩ. And there were so many superstitions Na nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ and methods by which people thought they could foretell future events. na njĩra nyingĩ iria andũ mangĩciririe no mahote gũtarĩria ũhoro wa ũtũũro ũgoka. Walikuwa na manjia, mapepo, nini, kama manabii wa uongo. They were there. Nĩ ta anabii a maheni marĩ kuo. And the Bible says that this young girl followed Paul and Silas. Na Biblia ĩrauga atĩ Paulo na Sila magĩkorwo nĩ kairĩtu And gaka. she cried out with a loud voice, Na akĩrĩra na mũgambo mũnene. declaring that these are servants of the Most High God. Ĩtangatha atĩ aya nĩ ndungata cia Ngai. Bwana asifiwe. Athani arogocwo. Shetani hashidangwi. Mũcukani ndahotagwo. Angalia neighbor umwambie shetani hashindwi. Ndora mũrigani wako mwĩre mũcukani Anakujua. ndahotagwo. Nĩ akũĩ. Anajua wewe ni wa nani. Nĩoĩ wewe wa. Anajua wewe ni wa wapi. Nĩoĩ wewe wako. Anajua kile ulicho nacho. Nĩoĩ kĩrĩa wĩna kĩo. Na ile kazi ambayo anaifanya Na wĩra ũrĩa arutaga ni ya kung'ang'ana akuregeshe chini. nĩ kwĩrutanĩria kũgũithia. So huyu msichana akaangalia kina Paul mũirĩtu ũyũ akĩrora Paulo na akasema hawa ni watumishi wa Mungu na kiuga aya kũna nĩ ndungata na cia ni wa Ngai. Mungu aliye juu. Na nĩ cia Ngai ũrĩa wĩ Na matu. kazi ya hawa watu Na wĩra wa andũ aya ni ya kutuelekeza nĩ wa gũtũtwarithĩrĩria katika njia ya wokovu. thĩinĩ wa njĩra ya ũhonokio. This was not a revelation. Ũndũ ũyũ ndwarĩ ũguũrio. It was a trap. Nĩ mũtego. Hallelujah. Hallelujah. You know, in a common understanding, Nĩwamenya thĩinĩ wa kũtaũkwo kwao ungesema ya kwamba huyu msichana nĩ magĩugire atĩ mũirĩtu ũyũ alikuwa na ungu mwingi sana, arĩ na ũngai thĩinĩ kwa wake. sababu hata ana uwezo wa kuelewa Nĩ tondũ ena ũhoti wa hawa kũmenya ni akina nani, andũ aya nĩ a wametoka wapi, maumĩte kũ, wanatusaidia namna gani. maratũteithia na njĩra ĩrĩkũ. Jina la Bwana litukuzwe. Nĩtwaregeire rogo ũcio. Na anakiri vizuri Na akauga ya wega kwamba kazi ya hawa atĩ wĩra wa andũ ni aya ya kutuongoza nĩ wa na gũtũtongoria kutuelekeza na katika gũtuonereria njia ya wokovu. thĩinĩ wa njĩra ya ũhonokio. Hata hajaombewa, Ona ndahoeirwo, hana Roho Mtakatifu, ona ndarĩ na roho mũtheru, lakini anajua. no nĩ aramenya. Hallelujah. Hallelujah. You know the devil is so manipulative. Nĩwamenya mũcukani na hĩngĩcithagia. Na kile ambacho shetani anafanya, Na ũndũ ũrĩa mũcukani ekaga anafanya kazi ya kuiga. arutaga wĩra wa kwĩhanania. Anajua vile atajifananisha Nĩ amenyaga ũrĩa angĩhota kwĩhanania